Bwana Kapula Magoli, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Vema sana uwanja wa Benjamin Mkapa. Siri ya mafanikio ni kujiamini. Siri ya mafanikio siri ya mafanikio ni kujiamini. Ndio maana tuko mapema sana Kapula Magoli nikiwa na mwanangu Sylvester. Kwa hiyo leo tumekuja kwa ajili ya kuipa nguvu timu yetu kwa sababu katika moja ya wachezaji wa kuaminika kabisa duniani ni mchezaji namba 12 na maanisha ni shabiki. Ndio sisi. Tumekuja na kapu kubwa la Magoli, kapu litaja baba. Kwa uwezo wake Jarari, yeye ndio mwenye mipango yote ya mwanadamu. Kwa hiyo sisi tunamuomba yeye ili kapu la Magoli yaingie magoli mengi zaidi kwa siku ya leo, na wazee wa rambalamba tuwarambe vizuri. Mchezo wa mwisho lakini mlitoshana nguvu na Azam FC. Pengine unakiona kitu gani kuelekea katika mchezo huu? Kosa si kosa, ila kosa ni kurudia kosa. Kwa mchezo wa leo naamini kabisa kwamba kwa uwezo wa timu yetu na kwa sababu timu ina moral kubwa sana, benchi la ufundi limekaa nao vizuri wachezaji, na maanisha kila mchezaji anautamani mchezo wa leo. Na lile kosa lililotokea mchezo wa mwisho na wao nafikiri leo ndo litakuwa suluhisho lake kwamba litasawazishwa vizuri na kuhakikisha kwamba tunapata ushindi wa mapema na wa magoli mengi. Mnaonekana kutakuwa na matokeo mazuri katika mechi za kimataifa, lakini katika mchezo uliopita mlifanikiwa kuibuka na ushindi. Mohamed Bajabiri alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao waliimbwa sana katika mchezo ule. Unaona kama mwalimu akimpa nafasi siku ya leo kuna namna anaweza akafanya kitu akarahisisha mambo katika kikosi cha Simba? Mwalimu yoyote au benchi la ufundi lolote lenye kujua mchezo wa mpira ni hawawezi kumpa mtu ambaye aliyetoka kwenye injury kumpa dakika 90. Hiyo itakuwa ni kosa sana kiafya, ni kosa sana kimchezo. Lakini mimi naamini kabisa leo atapewa nafasi, taratibu anazidi kulikava, atakuja kwenye nafasi yake, atacheza dakika 90, atacheza dakika 70. Lakini Bajabiri akicheza dakika zake 10, 15, naamini kabisa atatupa kitu na kitu kikubwa kwa sababu hakuna kitu kizuri katika mchezo wa mpira kama ukifanya sababu yenye kukulipa. Sababu wenye kukulipa. Kwa hiyo Bajabiri akikaa nje akiingia dakika chache kama ulivyoona katika mchezo uliopita, dakika chache alizoingia amecheza mpira mzuri, amefanya goli, basi ndio inavyotakiwa timu iliyokuwa bora. Timu yenye kikosi kikubwa ndio inavyotakiwa. Kuna watu wanasema kwamba siku ya leo nyie uwezo wenu ama nafasi ya kutoka ni ndogo sana. Mdomo ulijenga gorofa. Kwa hiyo mdomo ulijenga gorofa. Au wazalamu wanasema ngoma mlomo. Yaani ngoma mdomo unapiga tu lakini haufanyi kazi. Kwa hiyo huyo aliosema hivyo ujue, au wanaosema hivyo ni mdomo tu lakini haujajenga. Umeona bwana? Kwa hiyo sisi matumaini yetu tunasubiri dakika 90 na nguvu tuliyokuwa nayo mashabiki, nguvu waliokuwa nayo Simba Sports Club, benchi la ufundi, wachezaji wana morali kubwa sana. Ndugu yangu, utaona ile pila atakalopigwa leo hapa. Sijui. Bwana, mashabiki hapa wa pili wanasema alikuwa mchezaji wao kwa maana ya Faisal Salum. Leo dua zao zinamwendea yeye wakiamini huenda akafanya jambo na kuwaumiza pengine upande wenu nyote. Ya Rabbi, kama ulivyosema tukuombe nami mja wako na kuomba. Ya Rabbi, kama ulivyosema tukuombe nami mja wako na kuomba. Na kuomba Mwenyezi Mungu apatie ushindi Coast kwa siku ya leo. Na kuomba Mwenyezi Mungu. Na kuomba Mwenyezi Mungu apatie ushindi Coast kwa siku ya leo kwa sababu wao wanaosema waliokuwa mchezaji wao, kwa hiyo sio mchezaji wao, aliyekuwa mchezaji wao wanamuombea tena mema ili atufunge sisi. Mwenyezi Mungu awafanyie kila baya hao watu wanamuombea yule atufunge sisi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio maana nimesema maneno hayo. Kwa hiyo kwamba sisi siku ya leo hakuna wa kumuogopa kwa sababu naamini wachezaji wa Simba wamecheza na kila aina mchezaji mkubwa Afrika hii. Na timu ya Simba imecheza na kila aina timu kubwa Afrika hii. Kwa hiyo hakuna timu ya kuogopa. Basi tu watu wameita Mzizima dabi. Hii sio dabi. Ni sasa tunacheza na Mtibwa, sasa tunacheza na Coast Union, sasa tunacheza na Pamba Jiji. Kwa hiyo Azam ni timu ya kawaida sana na ni timu ndogo sana. Na ukishajua kwamba Azam ni timu ndogo, ukiangalia tu mechi yao iliyopita na ndugu zao wametoa sare. Kwa hiyo na mpira nyewe mbovu mno, ila niwaambie wazee wa bure waache kuongea sana. Wazee wa bure wazee wa bure nasikia wazee wa bure wazee wa bure wanajijua, ambao waliofanya uwanja huu kufikia kafara kubwa sana. Lakini tuwaambie kabisa vitabu vimefanya kazi, makafara tumeondoa. Sasa hivi uwanja uko salama salmini. Kila mechi Simba Sports Club atakaingia hapo kwa Mkapa, tunaendeleza msemo wetu atoki mtu. Lakini mchezo wa mwisho mlipoteza hapa na hapo kwa Faisal Salum. Msimu uliopita mlionekana kumhitaji na mashabiki mkiomba wengine baadhi yenu kwamba uongozi ufanye namna Faisal aje Msimbazi. Pengine wewe unafikiri katika kikosi chenu hakuna mchezaji ambaye ana uwezo kama wa Faisal Salum?
Kuna mtu mmoja anaitwa Elie Mpanzu, Faisal anaingia mara 67,000. Kuna mtu mmoja anaitwa Elie Mpanzu. Mpanzu mmoja, Faisal mara 67,000. Unazizidisha yani hapo ukiweka plus ukiweka nini, yani mara 67,000. Kwa hiyo yani ukizungumzia kwamba Elie Mpanzu yule Faisal anaingia mara hizo, ina maana Faisal ni mtu wa chini sana. Umeona bwana, sisi tuna wachezaji wakubwa sana. Hebu niambie, Faisal ameshacheza timu gani yoyote katika ligi ya dunia? Hauna jibu. Tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo Faisal ni mtoto mdogo, Faisal ni mchezaji mdogo sana, ni kariba ndogo sana kwa ukizungumzia Afrika. Kwa hiyo ni mchezaji wa ndani ambaye anajitahidi kwa kufanya vizuri, lakini sio kwa Simba. Mtaja Mpanzu tu, hamna mwingine baba? Ukimtaja mwingine pale Simba Sports Club, unamfananisha na mdogo wangu ambaye anakuja sasa hivi, Morris Abraham. Hamuingii hata kidogo. Huyu ni mchezaji ambaye anakuja, mimi nasema anakuja. Yule nilikuwa namfananisha na mchezaji mmoja alitokea Mozambique huku, anaitwa Luis Mixon. Yule mchezaji alienda kucheza timu kubwa Afrika, timu namba 1 Afrika, Al Ahly. Yule mchezaji ndio namfananisha ile level, ndio anakuja na kumpita yule. Kwa hiyo hebu angalia yule tu peke yake amuingia, atamuingia Elie Mpanzu. Kwa hiyo namaanisha kwamba pale nikitaja wachezaji, hakuna hata mchezaji yoyote pale ambaye yule katika nafasi zile atakayomuingia Faisal Toto. Faisal Toto ni mtoto sana katika wachezaji wa Simba. Bwana baba, una confidence sana leo. Mambo yamo Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kufika mahali hapa, sababu sisi ni watu wa mpira. Kwanza kabisa naitwa Sylvester, sisi ni wanachama Kapla Magoli kama unavyoona hivi. VPB. Naam, VPB. Sisi tunaenda kukaa kwa matajiri. Unaona, kwa sababu sisi Simba Sports Club tunatumia pesa. Kwanza tupendi vitu vya bure. Nyie na vya bure tu. No, hatupendi vitu vya bure. Ukitutangazia vitu vya bure, tunapiga hamasa nchi nzima. Hamna kwenda mtu yote uwanjani paka itangazike pesa. Tunajua sisi masuala ya mpira ni burudani, masuala ya mpira ni starehe. Kwenye msiba tu peke yake ndo bure. Bwana, humu ndani kwenye kapu tutegemee mchezaji gani kuingiza magoli? Maana ni kapu la magoli na ni kubwa tunapenda. Sisi unajua wachezaji wetu wa Simba Sports Club kama alivyoongea ndugu yangu Spider, wengi ni wachezaji wazuri, wana uwezo, wana discipline nzuri. Kwa siku ya leo hii nitakutajia wachezaji 3 au 4 ambao leo watashinda. Atashinda Majabiri, atashinda Mpanzu, atashindwa mtu mmoja. Mimi namuita, mimi kama mimi Tembo, nafikiri ulishamjua. Kuna mtu mmoja alitokea Singida, nafikiri ulishamjua, anaitwa Soa. Atawaweka leo. Bwana Spider, kwa kumalizia nataka unipangie kikosi chako ambacho naamini leo mwalimu Matola kama ataingia nacho basi Simba mnakwenda kuibuka na ushindi. Kote huko Suleiman Matola apange yeye, lakini katikati aniwekee mtu mmoja anaitwa Kagoma, mtu mmoja anaitwa Alassane Kante. Basi huko kwingine namwachia Suleiman Matola. Huko kwingine anachoamua watu wa umeme wakae pale. Kote apange yeye kote, lakini pale kati aniwekee mtu anaitwa Alassane Kante, alafu aniwekee Kagoma. Alafu huko kwingine Suleiman Matola, fanya kazi yako. Bwana, niwashukuru sana. Allahumma amina.